Rafiki mpendwa na mtazamaji, karibu sana katika mfululizo wa mafundisho ya shule ya Sabato ya wiki hii inayokuwa na kichwa kinachosema kuwa na imani. Fundisho la Jumapili, nipe tu ishara. Nipe tu ishara. Tutaomba. Asante Mwenyezi Mungu kwa neema ambayo umetupa. Bariki yule msikilizaji na mtazamaji mpendwa, mtakase na mtawali kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Rafiki mpendwa na mtazamaji, kuna swali za msingi ambazo wanatuuliza katika fundisho. Wanasema, umewahi kujiuliza siku moja, unatafakari siku moja, unasema ningelikuwa mahali ambako Musa anasimama kwenye bahari ya Shamu, anapokamata amechukua hiyo fimbo lake, anaonyesha bahari na bahari inagawanyika. Umewahi kujiuliza siku moja, unasema ningelikuwa katika safari ya wana wa Israeli, naona Mungu anapotenda muujiza, akishusha mikate kutoka mbinguni, mana. Umewahi kujiuliza hiyo mana na wewe mwenyewe umetoa, umeonja, imani yako ingepanda kiasi gani? Umewahi kujiuliza wewe mwenyewe unaona Yesu akipita kwenye bahari, yeye mwenyewe ametembea kwenye bahari, unamwona kwa macho yako? Umewahi kujiuliza maswali haya? Ukijiuliza hii maswali, rafiki mpendwa, unaweza kuta kwamba wewe mwenyewe utasema imani yako itapanda. Lakini kwa nini iwe rahisi kujiuliza maswali haya? Ni mambo ambayo yamepitika zamani na yalipitika kiukweli kulingana imani ambayo tunakuwa nayo kutoka katika maandiko matakatifu. Lakini sisi tunakuwa bora kuliko wale zaidi, kwa sababu Yesu pia alituita wenye heri kulingana kitabu cha Yohana 12 aya yake 29. Waheri wale wasioona wakasadiki, wana heri wale wasioona lakini walisadiki. Hivi ndivyo Yesu alivyosema katika Yohana 12 aya yake 29. Je, wewe kwa kweli unayo imani kwa kweli? Lakini mbona katika maombi yako unaomba kila siku, kama uko Mungu nionyeshe ishara? Hiyo si maombi ambayo tungeliomba, kwa sababu kuishi kwako ni ishara tosha, kupumua kwako ni ishara tosha, kukula chakula unakimeza ni ishara tosha. Na ishara zote ambazo tunaishi leo, hali ambayo tunaishi leo, imeandikwa katika kitabu cha Mathayo 24. Ukianza kwenye aya ya kwanza unamaliza sura yote ile ya kitabu, utaelewa kwamba dalili zote ambazo Mungu Yesu alizielezea katika Mathayo 24 zinatimizwa. Na kutimilika kwa dalili za kuja kwa Yesu ni mlango wa pekee wa kutupatia uhakika katika maombi. Ni mlango wa pekee wa kukusaidia katika imani. Unapoona dalili zinaonekana, unaona ishara zikitimia za kuja kwa Yesu mara ya pili, wewe ibadilishe mwelekeo wako wa maombi. Omba unapokuwa na uhakika kwamba Mungu unayemuomba yuko na ni kweli na ni rahisi, yuko na yuko tayari kujibu maombi yako. Mungu akusaidie isikuwe lengo lako la kutafuta ishara, kwa sababu wewe kuishi, mimi kuishi ni ishara tosha, na dalili zinazopitika na kuonekana zinaonyesha kwamba Yesu yu karibu, na ishara hizo za Yesu ziwe mlango wako wa karibu wa kumtegemea Yesu, na maombi yako yaelekezwe unapoamini kwamba Mungu yuko pamoja nawe, kwa jina la Yesu Kristo. Amina.